Mungu hatafanya kwako ambacho wanapaswa wafanye kwako wanadamu. Kuna vitu kama vitatokea kwenye maisha yako, ni ikiwa tu wanadamu watakubali kutumiwa na Mungu kufanya hivyo vitu vipatikane kwenye maisha yako. Mungu ana mipaka ya nini anaweza akafanya kwetu. Hii mifano nimekutajia hapa, sura ya 9 ya Matendo mstari wa 6. Bwana amemtokea Sauli ambaye baadaye anakuja kuitwa Paulo, alafu hakumuhubiria Injili, hakumuombea, hakumfundisha. Alichofanya, alimtuma kwa mtu ambaye atamsaidia. Huyu ni Mungu, alafu Mungu anamtuma mtu kwa mtu. I thought kwa sababu amekutana na Yesu mambo yote yangeisha pale, sihitaji wanadamu kwa sababu tayari nimekutana na Bwana. Bwana anasema hivi, umekutana na mimi ninakutuma kwa watu, kwa sababu unachokihitaji wewe hakipo huku, unachokihitaji kipo kwa watu. Hata ukikutana na Yesu mwenyewe leo, kwa kiasi kikubwa kabisa kuna vitu anaweza akakurudisha uende kwa watu. Atakuonesha tu ni nani ambaye anacho unachohitaji. Mbingu ni mbingu za Bwana, lakini nchi amewapa wanadamu. So usipojipanga vizuri na watu ambao wamewekwa kwa ajili ya maisha yako, itakuwa ni hasara kubwa sana. Ni nani mahali gani ambaye ana kitu unachokihitaji? It's a prayer. Sometimes unaenda kwa Mungu ili kuomba, ni nani ambaye natakiwa nimwendee kwa ajili ya jambo hili. Jifunze wewe kumwendea Bwana ili kumuuliza uende kwa nani ili kupata kitu ambacho unahitaji. Father, send me a person ambaye atakuja na hii dimension ambayo ninahitaji, ambaye ataniletea hii hekima, ambaye ataniletea hii connection, ambaye ataniletea huu pako, ambaye ataniletea huu fahamu. Send me a person. In other words, kuna mtu anaweza akaja hivi alafu akafanya mambo ambayo Mungu anataka yafanyike kwenye maisha yako. Kabisa ninakuombea Bwana akupe hao watu.